Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mara nyingine tena tumehitimisha ziara yetu na ndio mwisho tunaelekea katika kwa wale waliojitolea vitambaa kwa min ajili ya Allah, kwa wale watoto wetu ambao wanahitaji na wenyewe wapendeze kama jinsi tunawapendezesha watoto wetu katika hali ya kidunia. Tuko tayari kutoa randi 400 mpaka 500 na tunaambishwa na school ya kawaida ya kidunia na tunazitoa, tunawauzia uniform na wanavaa wanapendeza wanaenda school. Na hii tena kwa mara nyingine ni kwa min ajili ya Allah, alafu hii mtoto anaenda kukaa amevaa amependeza
na anaenda kukaa na wenzake aliyakuwa amependeza vizuri na kuhifadhi kitabu takatifu Al-Qur'an Al-Karim. Kwa hiyo tunataka tuwakabidhi vitambaa hivi kwa wale wakina mama, kwa wale ndugu zangu wa kiume waliojitolea sadaka zao. Hakika tumefikisha amana, na yule ambaye ataikula amana basi ana hasara mbele ya Mwenyezi Mungu. Wama alaina illa albalaghul mubin. Hakika yamfikisha ni mfikishaji. Mimi amana nimeifikisha na ndio hii hapa. Kwa hiyo wahusika wanashuhudia, Allahumma fashhad. Allah amenishuhudia na anashuhudia nimefikisha amana ya watu, na kiongozi wa kina mama jijini Durban na viongozi wetu wa Manguzi hapa wote mnawaona. Kwa kuwa tuna faraja kubwa sana, mapokezi yalikuwa ni mazuri japokuwa tumeingia usiku tumechoka, lakini wema uozi, na ndio maana kwa mara nyingine tutarejea Allah akituwezesha uhai na afya Manguzi biidhnillah. Kwa hiyo amana yenu imefika salama. Kwa wale wenye dukuduku yao na imani mmeshuhudia na mtaona katika social media zote. Ukifuatilia Risala TV10, chombo chetu cha habari, ni kwa ajili ya kuubarishia Uislamu na dini ya Uislamu, matokeo yote ya Uislamu jijini popote walipo dunia mzima, madai, maustazati wote, vijana wa kheri, mama zangu wa kheri. Kwa hiyo tuungane kwa ajili ya kuitumikia jamii, sio kwa ajili ya manufaa yetu binafsi, na Allah ipo siku atatuuliza na tutajuta hali ya kuwa tumeingia kaburini. Kwa hiyo fursa unayopewa jaribu itumie vizuri kwa ule usawa Allah angalia anakuruzuku, kwa sababu malakul maut akichukua nafsi yako haina uhakika ya kusema utarejea duniani. Hakika utatamani Allah akupe sekunde, lakini atakwambia nimekupa 40 years, 30 years umeishi duniani, ukuweza kufanya kitu. Je, hivi unataka kurudi kufanya amali gani? Utamjibu nini Allah? Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, hakika tumtumikie Allah ipasavyo na kwa ikhlas na uchamungu ndani yake, basi na Allah atakuinua daraja na hatakushusha milele. Kwa hiyo haya tunayofanya hapa si kwa min ajili ya watu wa mboni au riya, tunayofanya kwa min ajili ya Allah na faida ya watoto wetu baadaye. Actually wewe umetangulia mbele ya haki, umeacha mtoto amehifadhi kitabu takatifu, amehifadhi part 1 part 2 ya Sarna wal Qur'an. Unataka nini tena? Kila anapofanya amali njema na Allah anafungua na anakuonesha kule unaikaa kwa starehe kaburini. Kwa hiyo hapa hakika duniani tumepita, tunapita na tunapita. Hakika akhera, itafute akhera uende ukakae na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mimi nikiripoti ndani ya jiji la Manguzi, nikiwakilisha Waislamu wa jiji la Durban kwa hususan, na ninatoa pongezi tena kwa viongozi wetu hapa, kaka zangu, babu zangu. Allah wahifadhi kwa wale wanaoyafanya kwa min ajili ya watoto kesho baadaye waje kusimama na kufikishia umma kwa kile kidogo na hali ambayo yaliyopo. Kwa hiyo nikisema ungana nasi katika vipindi vyetu vyote ndani ya jiji la Manguzi na popote pale kwa min ajili ya Allah. Ukifuatilia Juma Ibn Saleh TV YouTube utanipata popote pale, TikTok utanipata, YouTube ni kwa ajili ya kufikisha dawa kwa umma, na ukitafuta Risala TV10 utatupata global zote biidhnillah. Kwa hiyo ni kwa ajili ya kuungana mkono kwa mkono hadi peponi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Risala 10, lengo ni kwa jamii.